Huyu sasa ashakubali ile kitu alikuwa anaficha. Ameshaelewa imani yake ni kuwa Mungu ni wangapi? Watatu. Hii ni imani ya kishirikina ya hali ya juu, na ni imani potofu, na ni imani ambayo inapingana na Mungu na malaika wake, na ni imani ambayo manabii hawezi kubali. Hii ya kusema Mungu ni watatu ni uongo mchana. Mimi napeleka kesi kwa Yesu. Yesu wewe, kuna mtu anaitwa Charles, mbishi kama baba yake Abu Lahab na Abu Jahal, amekuja amesema Mungu ni watatu, wewe na baba yako na Roho Mtakatifu, ati nyinyi ni Mungu tatu. Wewe Yesu unasemaje? 12:29 Marko anzia 28. Ninapeleka kesi kwa Yesu. Yesu atoe hukumu, atuambie kama Mungu ni watatu ndani ya moja ama atuambie Mungu ni moja. Soma hiyo 12:28 inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Na mmoja wapo waandishi akafika. Mmoja wapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye. Akawasikia wakisemezana na Bwana Yesu. Akatambua kuwa ameujibu vyema. Akatambua huyu mwandishi Yesu amejibu watu vizuri. Akamuuliza. Yesu anaulizwa swali sasa. Katika amri zote. Ati nini? Katika amri zote. Isa ibn Maryam ndani ya Biblia yenu anaulizwa katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Ni ipi iliyo ya kwanza? Anaulizwa the first thing ya mimi kama binadamu kufanya ni gani? Ukiuliza Waislamu ni ipi iliyo kwanza, watakwambia ni tauhid. Qul huwallahu ahad, ndio ya kwanza, mengine yote ni baadaye, lakini jambo la kwanza ni tauhid. Yesu sasa anajibu. Anasemaje? Yesu akamjibu. Ya kwanza ndio hii. Ya kwanza ndio hii. Sikia Israeli. Sikizeni wana wa Israeli. Bwana Mungu wetu. Au Mungu wenu. Bwana Mungu wetu. Mungu wenu. Bwana Mungu wetu. Yesu anaongea anasema, sisemi Bwana Mungu wenu, nyinyi na mimi, Bwana Mungu wetu. Maana yake Jesus is included in the creation. Hayuko out of the creation. Bwana Mungu wetu, mimi Yesu na nyinyi wana wa Israeli. Bwana Mungu wetu ni ngapi? Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Unaona sasa, Yesu anasema Mungu wetu ni Mungu ngapi? Mmoja. Enda 32. Yanasema yule mwandishi akamwambia. Yule mwandishi ambaye Yesu amemfundisha kuwa Yesu na wana wa Israeli Mungu wao wote pamoja na Yesu ni Mungu ngapi? Mmoja. Mwenye amejibiwa swali sasa, sikiliza nasemaje? Yule mwandishi akamwambia Yesu, hakika mwalimu Yesu, umesema vyema ya kwamba. Umesema wewe Yesu ya kwamba Mungu. Ati nini? Mungu. Mungu ni mmoja. Watatu. Mungu ni mmoja. Umekosea. Watatu. Mungu. Mungu ni mmoja. Sio watatu. Mungu ni ngapi? Mmoja. Inaendelea kisema wala hakuna mwingine. Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye. Rudia tena. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine ila yeye. Yesu anafundisha, anasema Bwana Mungu wetu, Mungu ni ngapi? Mmoja. Wala hakuna mwingine ila yeye. Hakuna cha Mwana wala Roho Mtakatifu, ila ni yeye tu. Kwa Kiarabu yetu ni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha, umekataa yote mambo ya utatu, umekataa masala ya ibada ya miungu, ukabakisha illa Allah. Mungu moja peke yake, yeye peke yake. Khalas, nimemaliza. Ukitaka fuata, ukitaka kataa, ukitaka enda ujinyonge, ni wewe. Mimi tauhid nimekufikishia, baki na shiriki yako ukitaka. Kwani ulikuwa unataka Qur'ani? Angalia huyo mtu. Sasa anasema hii ni Biblia, anataka kukataza sasa. Anasema hiyo tauhid ni Biblia imesema. Kwa hivyo hata Biblia pia hataki. Huyu mtu ni baniani nini? Biblia hataki, Qur'ani hataki. Sasa unataka nini? Wewe ni baniani? Ati hii ni Biblia ndio imesema hataki. Anwari. Sasa nasema hivi. Anwari, hii ni Biblia. Haina shida. Hata ukifuza mtu na Biblia, mimi nafurahia. Nasema hivi. Biblia imesema la ilaha illa Allah, sifuate. Biblia haisemi hivyo. Biblia haisemi hivyo. Hata hiyo maandiko haina.
Simesema hakuna mwingine ila yeye. Si ni la ilaha illa Allah. Sasa huyu anataka la ilaha illa Allah iandikwe Kiarabu ndani ya Biblia ya Kiswahili. Hii ni Kiswahili. Kwa Kiarabu ni la ilaha illa Allah. Kwa Kiswahili hakuna mwingine ila yeye. Kwani uone hiyo? Ama ulikuwa unataka iandikwe Kiluya ndio uelewe vizuri? Aya, next. Patia Boni. Na allergy na wewe. Uko sawa? Allergy kidogo. Wewe. Narudi kwako. Anwar. Hii imesema kuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki. Kuna Mungu apasaye kuabudiwa ambaye ni mmoja tu. Si sawa? Lakini huyu amesema ni watatu. Lakini nyinyi mnaanza hakuna Mungu apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. So hizo ni vitu viwili tofauti. Ngoja kidogo. Ngoja Kiswahili. Mimi ndo mtu wa Mombasa, nisikize kidogo. Ndio. Wewe ni Mkikuyu wa hapa Central. Kitambo upate Kiswahili kwanza unafundishwa na Mkikuyu pia Kiswahili ajui. Hata kama ni Mkamba pia hakuna Kiswahili unajua, nisikize. Nikisema Mungu ni mmoja, ndio. Hakuna mwingine ila yeye. Sikize, hakuna mwingine ila yeye. Naweza anza na hiyo hakuna mwingine ila yeye. Wewe unaanza hakuna Mungu. Hakuna mwingine maana yake hakuna Mungu. Wewe unaanza hakuna Mungu apasaye kuabudiwa. Sikize kidogo. Hii pia imesema Yesu anasema kuna Mungu. Ngoja kidogo. Sasa vitu zinaanza tofauti. Imesema hivi hakuna mwingine ila yeye. Kwa Kiarabu yetu hakuna mwingine wa kufanya nini? Wa kuabudiwa. Hakuna Mungu. Nasema hatusemi hakuna Mungu, tunasema tunaanza aje? Nasema hivi la ilaha. Hakuna Mungu apasaye kuabudiwa. Hapana, tunasema hivi hakuna wa kuabudiwa. Kama kwani wa kuabudiwa si ni Mungu? Nasema hivi Mungu wa kuabudiwa. La ilaha illa Allah. Hakuna Mungu apasaye kuabudiwa isipokuwa wa kuabudiwa kwa haki. Hii ingine inaabudiwa kwa batili. Nasema hivi, hebu nisikize kidogo. Kuna watu wanaabudu Mungu kwa batili na kuna yule Mungu mwenyewe ambaye anastahili kuabudiwa kwa haki. Kwa hivyo hawa ambaye ni batili, kwanza unafaa upige X. Useme hakuna Mungu anayestahili kuabudiwa kwa haki. Hakuna kwa hawa. Hakuna Mungu. Nasubiri, hakuna kwa hawa. Hata hivi nasema hivi, hakuna kwa hawa ila yuko mmoja peke yake ambaye ndio sasa anastahili kuabudiwa kwa haki. Huyo mmoja ndiye Allah. Hao wengine haistahiki. Unakataa kwanza hawa ndio ukubali huyu. Hebu nikuja na si mzuri kutoa mfano kwa Allah. Kuja hapa kwanza mtu mmoja. Usitoe. Ngoja natoa mfano. Simama hapa mtu mmoja. Usitoe. Simama hapa. Na watu watatu wasimame hapa. Sasa unajua nataka sada hakofinta istagan. Nataka nimfundishe kwa mfano. Sada hakofinta istagan tikao kama halabare. 3 people. Wewe simama kando hapa. Mimi kama subiri, angalia wewe. Wewe Boni, angalia huku. Wewe ni mshirikina wa kuabudu miungu. Lakini hawa sio Mungu wa kweli. Nani amesema mimi? Natoa mfano nisikize. Mungu wa kweli ni mmoja peke yake. Huwezi kuwabeba hawa ukuje naye kwake. Kwanza unakaa na hawa. Unasema hapa hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki ila mmoja. Hawa unawakataa ndio ukubali huyu. Ukikataa kuwakataa hawa kisha ukubali huyu bila kukataa hawa, hiyo ni kushirikisha. Unakubali ibada ya hawa na unakubali huyu, maana yake unaabudu Mungu pamoja na hawa. So ili isifanyike hivyo, kwanza unakataa. Unasema hapa hakuna Mungu anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa ngapi? Moja. Hapo umefanyaje? Nao Bible ngoja hapo umefanyaje? Umekataa. Rudia sasa Bible. Mrudie. Inasema hivyo hivyo. Mpe arudie. 12:32. 12:32. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, naam, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja. Hiyo tumekubaliana mbele katika 28. Endelea sasa. Sasa sikiliza sasa. Hakuna mwingine katika hawa wa kuabudiwa ila yeye, ila huyu tu. Sio kama nieleweka sasa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Imeleweka. Haya, mpe Abu Jahl sasa. Imeleweka. Patiana Abu Jahl imeisha. Lazima kwanza unaanza na nahyu. Unakataa ndio ukuje uthibitishe kuna nahyu na ithbat. Kwanza unakataa kisha ndio unaleta ithbat. Unakataa ibada ya miungu, unakuja kuabudu Mungu ngapi? Moja. Hiyo ni tauhid. Very simple. Tauhid sio ngumu. Tauhid ni rahisi sana.
Haya, mpe Abu Jahal aulize swali. Swali langu ni rahisi. Waislamu takbir. Tawhid ka fudhat mia msamaha. Waxaan fahmi lahayn inkastoo ay ahayn inaa matal usoo qaato laakiin danta ay u khaliftay ma ahayn maanta ilaa ilaahay matal usoo qaato saxman saxmaha laakiin danta ay u khaliftay waan fahansiinaya ma fahmayaan waxay noqotay inaa amthaal usoo qaato way fahanoo malaya amthaalki ma fahmin zima fahmin hakuna mwingine wa kuabudiwa la ilaha kisha ndo kuja illa unaanza na nahyu kisha ithbat unakataa unakubali unakataa uongo unakubali haki sawa sio sawa unakataa shirki unakubali tauhid ndo kawaida ya haki haki kwanza unaacha ile yako mbaya huwezi chukua ile yako mbaya ukuje nayo katika Uislamu inawezekana atuseme mimi nataka nikuwa Muislamu nakubali la ilaha nakubali illa Allah lakini la ilaha sikubali Allah nakubali ni mmoja lakini bado nitakuwa naabudu Yesu itakubalika ati bado naabudu Yesu lakini bado nakubali Allah itakubalika kubaliki lazima ukuje na nahi useme hakuna ndo ukuje ulete ithbat ndo ukubali ile ya kweli ukikataa ile mbaya ndo unaweza kubali ile kweli lakini ile mbaya bado unaitaka na hati ukweli pia unataka inawezekana hiyo ndo kuchanganya haki na nini batil una mix haki na batil kama gideri na ndo Wakristo wanaofanya Baba Mwana na Roho hiyo ni mix ama sio mix tena ni mix promax muna mix in the highest order Baba Mwana na Roho you mix everything Baba ni creator Mwana ni creation Roho ni creation unachukua creation plus the creator unajitengezea saldato yako mzuri sana hapo unaamini sasa Mungu mix ndani kuna kiumbe ndani kuna muumbaji hiyo ndio tunatenganisha sasa kazi yetu ni kutenganisha haki na nini batil Yesu tunamtoa katika uungu tunamleta katika creation Roho Mtakatifu ni Ruhul Qudus tunamtoa katika uungu tunamleta katika creation kisha anabaki creator peke yake creator alone in his own capacity then the creation the other line sawa sio sawa then sisi sote Yesu Roho Mtakatifu mimi wewe na sote tunarudi kuabudu yule Mungu mmoja kwanza tunatenganisha nataka unisaidie nielewe Waislamu takbir haya nisomee Qur'ani 4:171 mpe akusomee soma Farsi some tu aina anataka ubishi soma tu Farsi ataumia msomee soma Farsi wacha na baruani haya msomee nilikuwa nataka kuonyesha hizi selective lazima achague ndo kawaida ya mtu muongo kawaida yake anachagua hii sitaki nataka hii sitaki nataka hii lazima atafute mahali ile yani ile uongo yake anaweza kutafuta kujitetea Yanasema ni bara la billahi minash shaitani rajim. Soma. Bismillahir rahmanir rahim. Enyi watu wa kitabu. Sasa sikiliza, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu. Msipindukie kiasi katika dini yenu. Wala msiseme Mwenyezi Mungu. Msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Ila kwa ile iliyokuwa kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryamu. Sasa inaanza radi sasa. Hakika Isa mwana wa Maryam si mwana wa Mungu. Isa yani Yesu mwana wa Maryamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sio Mungu, ni nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Inaradiwa ile imani mbaya kwanza. Hiyo ndio inaitwa nahi. Unakataa, endelea. Na neno lake tu alilompelekea Maryamu. Na ni neno lake alilompelekea Maryamu. Na ni roho iliyotoka kwake. Na ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi muaminini Mwenyezi Mungu. Basi muaminini Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja peke yake. Na mitume wake. Na mitume wake. Wala msiseme. Ati nini? Wala. Msiseme. Ngapi? Msiseme. Utatu. Hii mambo ya Trinity wacheni. Msiseme mambo ya utatu. Mpe. Sasa hapa naona Isa ni hapa Isa ni nabii, ani mtume wa Mungu. Sasa si mtume tu, si ni mtume wa Mungu. Na Isa ni neno la Mungu. Na Isa ni ngoja. Isa ni mtume. Sikize chronological order. Nipatie. Kwanza msiseme uongo juu ya Mwenyezi Mungu. Sikize huko, nyamaze huko. Chef Amsa. Hiyo sio swali yako. Haya, swali yako iko kwa Isa. Haya, njoo. Pale.
Haya mwache, njoo. Ingia ndani. Patieni kiti. Kursi. Ndugu yangu, swali yangu iko kwa Isa. Sikiza basi. Achana na hiyo sehemu ya juu. Ngoja kidogo. Aya imeanza hivi. Msipindukie mipaka kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwanza, sawa? Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Isa ni mtume. Kwanza Isa mwana wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Isa ni mtume. Isa mwana, wewe usiruke. Isa mwana wa Mariam ni mtume. Isa ni mtume. Kuna vitu vitatu najifundisha hapo. Kwanza, Isa si mwana wa Mungu, ni mwana wa Mariamu. Pili, Isa si Mungu, ni mtume. Isa ni mtume. Si nani? Si pili. Isa ni mtume. Sasa ikiwa Isa ni mtume tena ni mwana wa Maryam, imeshakamilika tauhid. Sasa unafundishwa namna alivyopatikana. Ni neno la Mungu. So Isa pia ni neno la Mungu. Neno la Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, ni neno lake ambayo Mwenyezi Mungu alipeleka kwa Maryamu. Neno yenyewe ni gani? Allah alitueleza, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Neno yenyewe ni kusema kuwa na akawa. So Isa ni kun fayakun. Isa kupitia kun fayakun akawa. Mungu akisema kun fakana, inakuwa. Sasa Mungu alisema kuwa mtoto akafanyika, so akawa neno la Mungu, akawa mtoto. Nasema mtoto wa Mariamu. Imeanza hivi, Isa ni mwana wa nani? Mariamu. Hiyo tumekubali. Sasa kwa kuwa ni mwana wa Mariamu, mtoto akipatikana ni wa nani? Ni wa Mariamu. Kwa hivyo ni neno la Mungu. Isa ni neno la Allah. Ni neno la Mungu. Neno la Allah. Ameumbwa kupitia neno la Allah. Nisikize kidogo. Isa ni neno la Allah. Hiyo ni ya kwa. Ni neno, nasema hivi, ni neno la Mungu la kumwambia Mariamu zaa. Sawa, ni neno la Mungu. Ya tatu. Tatu ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Hapana, hebu isome tena. Inasema roho ya Mungu iliyotoka kwa Mungu. Angalia. Inasema hivi, wewe unaweka vitu zako kwa Qur'ani. Inasema hivi, na ni roho iliyotoka kwake. Roho imetoka kwa nani? Kwa Mungu. So Isa ni roho ya nani? Isa ni roho ya nani? Ni roho iliyotoka kwa Allah. Isa ni roho ya kwake. Na Isa sema hivi, ngoja, hii gari kama imetoka kwangu, hii gari ni mimi. Sio, ngoja. Isa ni roho ya Allah. Subiri. Isa ni roho iliyotoka kwa Mungu. Kama roho zingine, mpe kidogo usikize. Nisaidie. 471 mpe asome usikize. Ni roho iliyotoka kwa Mungu, na sio yeye peke yake. Roho yako, roho yangu na roho ya viumbe wengine wote imetoka kwa nani? Allah. Ni kama niseme niko na garage. Kwa garage yangu mkaona hii gari, mkasema hii gari imetoka kwa Anwar. Hii gari ni Anwar. Maana yake niko na gari zingine nyingi. Hii ni na hii ni roho iliyotoka kwa Mungu. Maana yake Mungu ana roho nyingi za viumbe ni zake. Soma hiyo. Inasema barabara billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Enyi watu wa kitabu. Enyi watu wa kitabu. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu. Wala msiseme juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ila yaliyo kweli. Endelea. Masihi Isa bin Maryam. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Na ni kiumbe. Ati nini? Na ni kiumbe. Ati nini? Na ni kiumbe. Aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu la Mwenyezi Mungu alilompelekea Mariamu. Na ni roho. Ati nini? Na ni roho. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Ati nini? Kama roho nyingine. Ati nini? Kama roho nyingine. Kulia. Huyu bado ni Abu Jahl, hataelewa. 18:3 Ezekieli. Enda 18:4. Abu Jahl lazima achapwe right, left and center. Piga huku, piga kule, ndo ataelewa. Hii ni roho imetoka kwa Allah kama roho nyingine. 18:3. 18:4 Ezekieli. 18:4 inasemaje? Inasema kwa wale waandika. Tazama. Roho zote. Mungu anaongea, anasema tazama, roho zote ni mali yangu. Rudia tena. Tazama. Roho zote. Roho ya Yesu, roho yangu, yako na ya wanyama na wadudu na viumbe. Rudia tena. Tazama. Roho yote
yote pamoja na Yesu pamoja na ya Abu Jahali ni mali ya Mungu. Ni yangu. Mungu anasema ni mali yangu. Hiyo imeeleweka. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Haya, mpatie huyo wa mwisho. Huyo wa mwisho. Hiyo imeeleweka. Mpe wa mwisho. Waislamu takbir. Yesu Allah amemuumba kupitia neno lake, amemuumba kutoka na roho iliyotoka kwake, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu faaminu billahi wa rasuli. Rafiki yangu, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Peter. Peter. Muislamu, Mkristo? Kristo. Kanisa yako ni gani? Mimi mwenye kanisa hapa. Mimi mwenye kanisa. Haya, nabii wako nani? Yesu hapa. Yesu ndo nabii wako? Ndio. Wewe sio nabii? Mimi si nabii. Wewe ni kanisa? Mimi ni kanisa. Ama ulikuwa unataka nikwambie kwamba mimi ni mtu wa full gospel ama PNG? Yako ni gani? Sio nakwambia mimi mwenyewe ni kanisa. Wewe mwenyewe ni kanisa? Labda ungeniuliza nini dhehebu. Dhehebu yako? Huwa siamini dhehebu yote mimi. Wewe ni kanisa on your own? Of course. Na mtu akitaka kuingia hiyo kanisa yako? Kanisa hasa ataingiaje wakati yeye mwenyewe ni kanisa? Ataingiaje kwangu mimi? Si watu wanaendanga kanisani? Hiyo ni doctrine yao. Haya, swali yako? Swali. Uliza, Allah kuongoze. Mashallah, walaga akbale. Walaga gudumi. Mashallah. Hai. Swali yako? Sina swali ngumu, japo ningependa kuuliza tu. Nini? Kuna swali ambayo inanisumbua sana nyie Waislamu hivi mnavyosujudu mkiangalia hivi Kaaba ni nini haswa mnachokisujudia? Mnasujudia jiwe ama mnasujudia Mungu? Sisi tukielekea Al-Kaaba huwa tunamsujudia Mwenyezi Mungu peke yake. Hatuwezi kusujudia mtu wala kiumbe, kwa sababu sijida ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Ushahidi mpe huyo 53:62. Kabla asome kwanza usikie. Kabla ujenga huko tu. Sawa. Kabla wale walioko huko sahihi kule Maka, pale Kaaba. Naam. Wanaangalia mwenye ako at the eastern part, southern part, northern part and wana face Kaaba. Kaaba. Pale ni nini kiko hapo katikati? Hivi ngoja nikueleze. Wacha nikufahamishe kitu. Kuna kitu inaitwa unity of ibada. Sawa umoja wa ibada. Lazima tupate a central point ya kuelekea, ambayo hapo mahali pa kuelekea mwenye atakuwa hapo anaelekea hiyo nyumba ambayo Mungu ameijenga hapo. Mfano, zamani Masjid al-Aqsa Wayahudi walikuwa wanaelekea hiyo nyumba. Hiyo nyumba nje ni empty, watu wanaabudu wakielekea hiyo nyumba. Na sio sisi tumeanza, tangu zamani ilikuwa. Baadaye Mtume alipokuja akawa pia anaelekea hiyo msikiti Masjid al-Aqsa, hekalu la Suleimani iko pale Baitul Maqdis. Sawa baadaye Nabii Muhammad akaambiwa akiwa Madina, ndani ya msikiti wake wa msikiti unaitwa Masjid al-Qiblatain, ikateremka aya akaambiwa geukia Al-Kaaba Maka, geukia huko Maka. Sawa kabla ya Maka walikuwa wanaelekea wapi? Jerusalem. Huko Jerusalem kwa hiyo msikiti ambayo ni hekalu la Suleimani, nini kiko ndani? Al-Aqsa. Hakuna kitu ndani. Hamna kitu lakini watu walikuwa wanaelekea, si ni kweli? Ndio. Na Mtume akaambiwa wacha huko, geukia wapi? Kule Al-Kaaba. Na ilikuwa ni utabiri tangu zamani, na hiyo Al-Kaaba hakuna kitu ndani. Mimi naongea na wewe, mimi nilienda nikaingia ndani. Unajua kwenda Al-Kaaba iko hivyo, walikuwa wanaabudu watu wawili tu, Ibrahimu na mwanawe. Akatengeneza hiyo cube. Alipotengeneza hiyo cube akasimama, umenipata vizuri akaongoza ibada kijana yake. Sawa hiyo cube ilikuwa inatosha Ibrahimu na familia yake tu. Hata ukienda pale size yake ni kama size ya ni kidogo, inatosha tu watu kama 5-6. Sawa ilikuwa ni msala 5-6. Sasa baadaye Uislamu ulipopanuka
Haitoshi watu wote kuingia pale ndani, umenipata vizuri Tukaambiwa tuelekee hiyo, tukajenga kando kando yake. Kwa hivyo watu wote wanaelekea huo msikiti. Watu wote wanaelekea wapi? Huo msikiti, kama vile walikuwa wanaelekea msikiti wa Aqsa, lakini sasa hivi tunaelekea gani? Huo msikiti. Ndani yake kuna ile Hajarul Aswad kando yake mahali ambaye, na kuna makamu Ibrahim, mahali Ibrahim alisimama, umenipata vizuri mahali aliongoza ibada yake. Hiyo ni historical site, ndio maana tumeambiwa tuelekee huko, na hatujifanyii, ni Mungu alisema. Mpe usikilize 244 yanasema baada audhu billahi minash shaitani rajim. Aya, mashaallah mashaallah, shukran. 244 yanasema, inasemaje? Kwa yakini tukiona unavyogeuza uso wako mbinguni, basi tutakugeuza kwenye kipila ukipendacho. Endelea. Basi geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu, Al-Kaaba. Mpe Al-Kaaba umeitwa nini? Msikiti. Ni kama huu msikiti mwingine tu, lakini ule ni mdogo. Umenipata vizuri Ndio. So ile inaitwa haram. Hiyo eneo yote Mungu ameibariki. Umenipata vizuri Ndio. Na mpaka Aqsa Mungu ameibariki. Mpaka nini? Aqsa Mungu amebariki. Zamani walikuwa wanaelekea huko. 8:29 mpe yule. Wafalme wa kwanza 8:29. Zote hizi ni nyumba zilizobarikiwa. Wafalme wa kwanza 8:29. Kabla usome, Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Horta waxaan niin adinayna laba shay. Zakatul fitr rakena. Waxaa la siinaya dad soo muslimay